Ni wakati mwingine tena, mtazamaji wa Zone Media, ni kukaribishe tujuzane yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa, hususani story kubwa sana kuhusu sakata la vita ambalo linaendelea. Kwanza kabisa mtazamaji, nichukue nafasi hii kuweza kukushukuru sana kwa kuendelea kuiamini Zone Media ili kuweza kupata taarifa. Nikiri kwamba wewe ni mtu wetu wa muhimu na wewe ni bingwa wa misimu yote ndani ya Zone Media. Sasa hapa tunaangazia zikiwa zimepita siku 10 tangu kuanza kwa vita kati ya Marekani, Israel dhidi ya Irani, ambapo mzozo huo umeendelea kupanuka kwa kuanza kuathiri mataifa mengi katika eneo la Mashariki ya Kati pamoja na uchumi wa dunia. Sasa hapa nakuletea muktasari wa matukio muhimu ya vita hiyo ikiwa zimepita siku 10 hadi hivi leo. Katika siku za hivi karibuni, bei ya mafuta katika soko la dunia imepanda kwa kiasi kikubwa kutokana na hofu ya kuongezeka kwa mapigano katika eneo hilo muhimu kwa uzalishaji wa nishati. Bei ya mafuta imepanda hadi kufikia pipa moja kufika karibu dola 100 za Kimarekani, kiasi ambacho kumekuwepo na hofu kubwa kuhusu usalama wa uchumi duniani kufuatia hali ya mataifa kadha wa kadha kuendelea kutabika, hadi Marekani imefikiria namna ya kuweza kupunguza vikwazo kwa taifa la Urusi ili iweze kuuza mafuta katika mataifa ya Ulaya. Juhudi ambazo rais wa Marekani Donald Trump amezifikiria ili kuweza kufanya hivyo kunusuru uchumi wa dunia kwa hivi sasa kwenye upande wa mafuta. Lakini moja kati ya tukio lingine ikiwa imepita siku 10 za vita ni kwamba ndani ya Irani kumekuwa na maendeleo mapya ya kisiasa. Maafisa wa nchi hiyo wameripotiwa kumchagua Mojtaba Khamenei, mwana wa aliyekuwa kiongozi mkuu wa Irani, kuwa mrithi wa nafasi ya uongozi wa juu nchini humo. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump ameonyesha wazi kuwa hamuungi mkono Mojtaba Khamenei kushika nafasi hiyo ya uongozi wa juu nchini Irani, ambapo hapo awali Trump aliwahi kusema kuwa anataka pia kuwa na ushawishi katika mchakato wa kuchaguliwa kwa kiongozi mpya wa Iran. Yaani Trump alikuwa anatamani sana kuweza kushirikishwa kwenye uchaguzi wa kiongozi mpya wa Iran, na akasema kwamba anamuhitaji kiongozi ambaye atakuwa na maslahi kwa Marekani pamoja na Israel. Yaani kwa kifupi ni kwamba atatetea maslahi ya Marekani na Israel pamoja na washirika wengine na hatakuwa tishio kwa mataifa hayo. Lakini Trump hapo jana akizungumza katika jimbo la Florida alisema licha ya Marekani kupata mafanikio makubwa ya kijeshi ndani ya Irani, operesheni ya kijeshi bado itaendelea na inaweza kwenda hatua nyingine zaidi. Lakini Trump pia aliwaambia wabunge wa chama cha Republican kuwa tayari Marekani imepata ushindi katika nyanja nyingi, lakini bado haijafikia malengo yake yote. Yaani kuna baadhi ya malengo yametimia, lakini malengo mengine bado hayajaweza kutimia katika vita hivyo. Kwa mujibu wa Trump, vita hivyo ni kama safari ya muda mfupi nje ya ajenda zake kuu za kisera. Lakini Trump alisisitiza kuwa operesheni hiyo ilikuwa muhimu kwa sababu anaamini Irani ilikuwa inapanga kushambulia Marekani na Israel kabla ya mashambulizi hayo ya sasa kuanza. Yaani kitu ambacho Trump alikuwa anakiamini kwamba kabla hajafanya mashambulizi aliona kuna dalili kwamba Iran huenda ilikuwa inataka kuanzisha mashambulizi dhidi ya Marekani, hivyo akaweza kuwahi huo mpango na kuweza kuanzisha mashambulizi ya kijeshi. Ndio maana hata mwanzoni pale waziri wa vita wa Marekani Pete Hegseth alisema kwamba Marekani imeanzisha shambulizi na operation yao ya Epic Fury, huku Israel wakiita Roaring Lion, kwamba ni kwa ajili ya kuweza kulinda maslahi yake na kulinda washirika wake na kuondoa tishio kwa taifa la Iran katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Walikuwa wakisema death to America, death to Israel, na baadaye wakaweza kufanya operesheni hiyo ili kwenda kulinda maslahi yao katika ukanda huo wa Mashariki ya Kati na maeneo mengine duniani. Pamoja na kauli hizo za ushindi, Rais Trump pia alikiri kuwa vita vina athari ndani ya Marekani, kwa sababu Marekani hadi hivi sasa, kwa mujibu wa ripoti kutoka serikali ya Marekani wenyewe, Washington, wamesema kwamba jumla ya wanajeshi 7 wa Marekani wameweza kufariki dunia kufuatia vita hivyo. Japokuwa ripoti zinakinzana, ripoti za Iran zinaeleza kwamba ni zaidi ya wanajeshi 220 wameweza kuuawa, na ripoti nyingine zinaeleza kwamba pale Al Udeid nchini Qatar ni kwamba zaidi ya wanajeshi 50 wameweza kuuawa kufuatia mashambulizi ya Irani dhidi ya vituo au dhidi ya kambi za kijeshi Mashariki ya Kati kwa ujumla, kambi za kijeshi za Marekani. Kwa hiyo kusema kwamba vita vina athari kwa Marekani ni kweli kabisa, na Trump alikuwa akimaanisha kweli kwamba vita vina athari kubwa kwa Marekani hadi kufikia hivi sasa.
alisema soko la hisa nchini humo limeporomoka kutokana na hofu ya vita, lakini akaeleza kuwa uchumi wa Marekani utaimarika tena katika muda mfupi. Kuhusu masuala ya hisa pale nchini Marekani, yameporomoka kwa kiasi kikubwa sana, lakini Trump ameahidi kwamba licha ya vita hivi, lakini bado uchumi wa Marekani unaweza kurejea katika hali thabiti kabisa licha ya kuwepo na obstacles za hapa na pale. Trump pia alizungumzia vifo vya wanajeshi wa Marekani akisema kuwa vifo hivyo vilikuwa jambo lisiloweza kuepukika katika operesheni ya kijeshi ya kiwango hicho, kwa maana walifanya operesheni kubwa ya kijeshi, lakini nao walifanyiwa operesheni kubwa ya kijeshi. Kwa hiyo Trump amekiri kwamba vifo visingeweza kuepukika hata kidogo, kwani ilikuwa ni lazima vifo viweze kutokea. Kauli za Trump pia zimekuja siku hiyo hiyo alipofanya mazungumzo ya simu na rais wa Urusi Vladimir Putin, huku mawasiliano ya kimataifa yakiongezeka katika juhudi za kufuatilia hali ya vita hiyo. Wakati huo huo pia jeshi la Marekani limetangaza kuwa mwanajeshi mwingine ameaga dunia kutokana na mapigano hayo na kufanya idadi ya wanajeshi wa Marekani waliopoteza maisha kufikia 8 tangu vita vilipoanza mwishoni mwa mwezi uliopita. Sasa ili ni ongezeko la taarifa kwamba ile idadi ya mwanzo ya wanajeshi 7, lakini jeshi la Marekani limeeleza kwamba mwanajeshi mwingine ameweza kufariki dunia mwenye umri wa miaka 26 na kufikia idadi ya wanajeshi 8 hadi hivi sasa waliopoteza maisha kutokana na vita hivyo vilivyoanza Februari 28. Athari za vita hiyo sasa zimeanza kuonekana katika mataifa mengine ya Mashariki ya Kati. Vifo vimeripotiwa katika nchi za Bahrain, Umoja wa Falme za Kiarabu pamoja na Lebanon, mapigano yale ya Israel na Hezbollah, kwamba hili ni moja kati ya tukio ambalo kwa hivi sasa limejitokeza ndani ya siku 10 za vita ambazo hadi hivi sasa zimefikia hapa. Wakati huo huo pia jeshi la Israel limeendelea kufanya mashambulizi ndani ya Iran likisema linalenga maeneo ya kijeshi na miundombinu inayohusishwa na serikali ya Iran. Vile hata kwa upande wa Iran nayo inafanya mashambulizi kuelekea Israel. Licha ya kuwa Israel inafanya mashambulizi kuelekea Iran, lakini bado Irani nayo inafanya mashambulizi moja kwa moja kuelekea Israel. Katika bara la Ulaya, viongozi kadhaa pia wameanza kutoa tahadhari kuhusu athari za kiuchumi. Ulaya mafuta yalipanda kwa takribani zaidi ya 50% mara tu baada ya siku ya 3 ya vita. Sasa unajiuliza ni kwa jinsi gani viongozi wa Ulaya wamekuwa na wasiwasi juu ya vita hivyo. Wameona kabisa wanashusha uchumi wa mataifa yao na maisha yanazidi kuwa magumu ya raia kutokana na athari kubwa kwenye sekta ya mafuta au sekta ya nishati duniani. Waziri wa fedha wa Uingereza amesema kuwa mfumuko wa bei unaweza kuongezeka nchini humo kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Obviously, kwenye masuala ya usafirishaji, kama mafuta yakipanda lazima bidhaa zitapanda bei, kwa sababu mafuta ni nishati inayotumika kuweza kusafirisha bidhaa kuelekea maeneo mengi hapa duniani. Sasa kama mafuta ikiwa ni adimu na yanapanda bei, obviously lazima bidhaa zitaweza kupanda bei. Ambapo Uingereza pia imeunga mkono mpango wa nchi wanachama wa Group of 7 au G7 wa kuachia akiba ya mafuta ili kusaidia kupunguza pressure ya bei katika soko la dunia. Ambapo G7 wanapanga kuweza kuachia akiba ya mafuta ili kuweza kupunguza ile pressure ya mfumuko wa bei ambayo kwa sasa hivi imepanda katika soko la dunia. Kwa upande mwingine pia rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amekuwa katika ziara Cyprus, taifa ambalo pia limeripotiwa kushuhudia mashambulizi kadhaa tangu vita hivyo vilipoanza. Taarifa nyingine ni kwamba Macron yuko pale katika nchi ya Cyprus, na Cyprus ni moja kati ya taifa ambalo limeshuhudia mashambulizi kadhaa tangu vita hivyo vilipoanza, mashambulizi ya droni za kujitoa muhanga za Iran. Kutokana na hali hiyo ya hatari, Uingereza pamoja na baadhi ya mataifa ya Ulaya yametangaza kuwa yanatuma vifaa vya kijeshi katika eneo la kusini mwa Ulaya kwa ajili ya kuimarisha ulinzi na utayari wa kijeshi. Tumeona Uingereza wametangaza hivyo, lakini pia Ufaransa wanapeleka meli yao huko kubwa kabisa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha usalama wa kuweza kulinda maslahi yao ya kiuchumi katika eneo hilo la kusini mwa Ulaya. Na pia katika tukio jingine katika siku 10 ya vita linalovutia hisia za kimataifa ni wachezaji wa timu ya taifa ya wanawake wa mpira wa miguu ya Irani ambao kwa sasa wako Australia wamepewa visa za kibinadamu ili kuendelea kubaki nchini humo kutokana na hali ya vita inayoendelea nyumbani kwao. Hatua hiyo imechukuliwa kwa sababu kurejea Irani kwa sasa kunachukuliwa kuwa hatari kutokana na mapigano ambayo yanaendelea. Kwa hiyo Australia imefanya tukio la kibinadamu kwa kuwapa visa za kibinadamu wachezaji wa timu ya taifa ya wanawake ya Irani, timu ya taifa ya mpira wa miguu kubakia Australia hadi pale ambapo hali itakuwa shwari nchini Iran. Sasa haya yote ni matukio ambayo yanajiri
kufuatia siku 10 ya vita huko Mashariki ya Kati kati ya Marekani, Israel dhidi ya Iran. Basi kwa taarifa zaidi mtazamaji wetu, salia nasi hapa. Nimekupa recap kwa ufupi kuhusu kile ambacho kinajiri kwenye siku 10 ya vita kwa hivi sasa. Basi kuna mengine mengi nitaweza kukupatia siku ya leo.